Nimemsikiza Katambi bana, anazidi kunisikitisha. Alafu anaongea kwa jaziba nini. Katambi, hii nchi yetu sote bana, hii ni nchi yetu wote. Wewe ulikuwa kijana wa Bavicha, tumekutengeneza sisi, tumekulinda sisi na nini na nini. Mwisho wa siku umeenda CCM pata madaraka. Unasema watu wanauchwa madaraka, watu wanatamani madaraka, wanataka nchi kwa fujo. Wewe unauchwa madaraka? Wewe unatamani madaraka? Si ndio maana unauchwa? Na kwa mwanasiasa no, sio mbaya mkuu anauchwa madaraka, kuwa na tamaa madaraka. Tangu lini imekuwa kutaka madaraka ni kosa la jinai? Kutaka madaraka sio kosa la jinai kwenye nchi. Kwa hiyo wewe ambacho unapaswa kutuonesha ni kutuambia kwamba mimi kama waziri wa mambo ya ndani wa hiyo serikali yenu nimeruhusiwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusitisha shughuli za kisiasa kwa mujibu wa ibara fulani ya katiba ya Tanzania au kwa mujibu wa sheria fulani zilizotungwa na bunge. Usiongee kwa vepa, yani usiongee kwa vitu hot hair, usiongee porojo. Wewe ni waziri, let alone waziri, umesoma na sheria. Kwa onesha kuwa B1, act like one. Kuwa mwanasheria, waoneshe watu kwamba mimi kama mwanasheria na waziri wa mambo ya ndani ninazuia shughuli hizi, au namwagiza IGP afanye 1 2 3 4 kwa mujibu wa ibara fulani ya katiba au kwa mujibu wa ibara kifungu fulani cha sheria. Usiongee vitu vepa. Hiyo ni moja. 2, kama kweli kuna watu wameingia nchini na silaha, kuna watu wanapanga uhalifu, kuna watu wanapanga kuharibu mali za watu, kuna watu wanapanga kudhuru watu, kuna watu wamebeba silaha na mabomu, si sheria zipo? Si kuna hizi vyombo vya ulinzi na usalama si vipo kwa ajili ya kuarrest watu hao na kuwa prosecute, sio? Si mwakamate. Mnawezaje kuzuia shughuli za vyama vya siasa eti kwa sababu mmekamata sio watu wana silaha? Hao watu wana silaha wana link vipi na chama cha siasa? Tena vyama vyote vya siasa 17. Tunajua wanaoathirika zaidi ni Chadema kwa sababu wanaofanya mikutano ya hadhara. Sisi mwaathiriki, Chadema ACT waathiriki na vyama vingine kwa sababu hawafanyi mikutano ya hadhara. Hata sisi mpeponi mdogo, mmejaribu kupumua kidogo, vifua vimepasuka. Uwezo wenu kuhimili vishindo vya Chadema kwenye mikutano ya hadhara ni mdogo. Kwa hiyo kama kuna watu wanafanya wameplan si kufanya vurugu nini na nini, kwa jinsi ambavyo nyinyi mmepata taarifa, wakamateni ya watu wao jini wa prosecute wapeleke mahakamani. Hiyo 2. 3, hakuna mbunge wa CCM, anaitwa mbunge wa CCM anaweza akaumizwa na mkutano kuzuiwa kwa sababu wao wanafurahia. Ndio maana pale bungeni juzi wakati mnasema mnazuia, wanashangilia, wanapiga makofi. Yaani mbunge kwa sababu hakuchaguliwa, hakupigiwa kura na wananchi jimboni, anaona ni faa yeye kutokufanya mkutano wa hadhara. Kwake ni sawa tu. Jimboni haendi, anaweza akaa miezi 2 3 jana jimboni. Kuna watu ambao wanaitwa wabunge hapo CCM wana muda mrefu hawaje kanyaga kwenye majimbo yao ambao wanaita majimbo ya uchaguzi. Kwa nini? Hawakupigiwa kura, hawakuchaguliwa. Ndio maana wakati Katambi unawaambia kwamba nimezuia mpaka mikutano ya sio upinzani tu, hadi chama changu CCM. Wao wanashangilia kwa sababu wanashangilia hawana hoja, ajenda na uhalali wa kwenda kuzungumza na wananchi. Wananchi hawakuwachagua. Utakutana na watu unaita mkutano wa hadhara mbunge, unakutana na watu 10. Utabidi ukimbie, sio? Kwa hiyo haya mambo yangu 3. Jitahidi sana bwana Katambi, unapokuwa unazungumza na umma, usiwachukulie umma wote ni waadui. Sisi ni Watanzania, hapa hakuna Mtanzania zaidi ya mwenzake. Yaani hakuna Mtanzania mwenye uhalali kuliko Mtanzania mwingine. Sisi wengine ni Watanzania kwa sababu tumezaliwa hapa. Mimi nimezaliwa kijiji cha Kisangura, Nyamwaga, Tarime. Ndio kwetu. Wewe kama umezaliwa Shinyanga, pia una uhalali wa kutoa maoni yako, una haki zako, na mimi kama nilivyo Mtanzania nina haki ya kutoa maoni yangu na wali wangu. Kwa hiyo tusitiane kama wengine ni Watanzania sana, wengine sio Watanzania sana. Msituone Watanzania wengine kwa sababu hatuupendi CCM, hatuna uhalali wa kuishi nchi hii. Mimi na uhalali wa kuipenda Chadema, wewe una uhalali wa kuipenda CCM. Mimi na uhalali wa kuichukia CCM, na wewe una uhalali wa kutoipenda Chadema. Yaani tusioneshane hapa kwamba eti lazima tuipende CCM. Yaani uzalendo unatafsiriwa vipi kwa kuipenda serikali? Sikuichagua, sikuiungi mkono, inakuwa serikali yangu. Si yungi mkono serikali ya CCM, iko wazi, si bungi mkono serikali ya CCM. Na siitambui kwa sababu ni serikali haramu, ingawa lazima itabaki madarakani kwa sababu wameiba kura, wamepora watu, lakini bado wana legal authority, kuna sheria zimewaruhusu kuwa pale, lakini hawana uhalali wa umma. Yaani mnapoteza legitimacy, lakini mnapata legal authorities za kutoa maoni na kutoa hizi amri na nini. Kwa hiyo msitulazimishe bana, msitulazimishe sisi wote tupende CCM. Katambi, sisi wote ni Watanzania bana, msituone sisi wengine wakimbizi. Cheni mambo yenu bana.